Pia kuna matukio mengine yanayoendelea katika sehemu ya Freedom Corner. Hapa ni katika sehemu ya Uhuru Park hapa jijini Nairobi, na moja kwa moja hivi sasa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye ametufahamisha kinachoendelea katika sehemu hiyo. Cecilia Wakesho, hivi sasa kunatokea nini ama kunaendelea nini katika sehemu ambayo iko kunakosubiriwa maandamano ya mashirika ya utetezi wa haki za kibinadamu? Shwari kabisa. Mashirika mbalimbali ya kijamii yakiongozwa na shirika la kitaifa la kutetea haki za binadamu wote wamekusanyika hapa kwenye bustani ya Uhuru Park hapa kwenye kona ya Freedom, na ni mashirika mengi ambayo wamebeba mabango yao wakisema kwamba sisi tunataka haki. Na hapa pengine kutapata kujua zaidi, manake wanacholilia ni kwamba wanataka kukemea ama kulaani kwa nguvu kile ambacho kinatajwa kuwa mauaji ya kutatanisha ya mmoja wa wale wakurugenzi wakuu wa mawasiliano kwenye tume ya IEBC, Christopher Msando. Na pengine kupata mengi zaidi, hapa ninaungana na mkurugenzi mkuu wa mojawapo wa mashirika haya ambayo ni shirika la Inuka, John Githongo, ambaye atatueleza kwa kina ni kwa nini wanakusanyika hapa, pengine watafanya nini katika kuhakikisha pengine ujumbe wao umesikizwa siku 6 tu kabla ya uchaguzi mkuu. Bwana John Githongo, hebu tupate kusikia kutoka kwako. Je, haya ni mashirika yapi ambayo yamekusanyika hapa, na je, kiini ni kipi? Asante sana. Hapa tuko na mashirika kadhaa, siwezi kujua majina yote. Naona Kenya Human Rights Commission, Amnesty International, pia wengine na waona hapa. Tulijipanga jana usiku tu, saa ile tulishika habari ya bwana Christopher Msando wa IEBC kuuliwa vile aliuliwa, na tukasema hiyo ni kitu ya kutatisha na kukasirisha na kuleta hofu, na uchaguzi unakaribia wiki hii inakuja. Tukasema lazima tujitokeze, ya kwanza kusimama pamoja na familia, kwa sababu wameumia, wamepoteza mtoto wao, baba wao, na hiyo iko na uchungu. Pia tungetaka kusimama pamoja na shirika la uchaguzi IEBC, kwa sababu vile tumesikia wakiongea, hata wengine wanastuliwa, na kazi ile wanafanya ni ya muhimu sana, na kama hiyo kazi haiendi vizuri wiki inakuja, Kenya itakuwa pahali mbaya sana. Na pengine ujumbe wenu haswa ni upi? Je, mtawashirikisha wale maafisa wa tume ya IEBC? Mtaelekeza ujumbe wenu wapi baada ya hapa? Pengine tutapeleka ujumbe wetu kwa IEBC na pia kwa wengine wale wamepanga, bado walikuwa wanapanga, nitajua sasa hivi. Tuafikishe hiyo ujumbe eti sisi kama Wakenya tutaendelea kupiga kura, na hatutaki shirika la uchaguzi kama IEBC kutetemeshwa, na saa ile tuko karibu hivi kwa uchaguzi. Tuko pahali kama watu wanacheza na hali ya nchi, tunaweza leta shida sana. Na hii vile bwana Msando tunasoma vile aliuliwa, kitu ya kuofisha, na lazima wale wanapenda Kenya kujitokeza kupiga kura, na pia kulilia haki za wale wamekufa na wale wanafanya kazi ya kutuletea uchaguzi. Naam, huyo amekuwa ni Chris Githongo. Asante sana. Naam, kwa hivyo tumeweza kuzungumza naye John Githongo, ambaye anasema kwamba wao watelekeza kilio chao pale kwenye tume ya IEBC, vile vile wanaomboleza na familia ya marehemu Chris Msando. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hapa basi sisi tutafuatana na wao, tuandamane nao hadi watakapoelekea, na pengine bila shaka kuweza kuwaletea mambo zaidi jinsi atakapokuwa yakichipuka. Studio. Asante sana Cecilia Wakesho, na tunafuatilia taarifa hizo. Alikuwa ni John Githongo hapo akizungumza